Naam, karibu sana mtazamaji. Jina langu ni Kasichana Masha na Byron Abuli akiwa mkalimani wetu wa lugha ya ishara. Tukianza na taarifa za tanzia ni kwamba familia moja huko Thika katika kaunti ya Kiambu inaomboleza kifo cha jamaa wao wa miaka 16 kilichotokea baada ya kile kinachodaiwa kwa mvutano kati yake na mwenzake katika shule ya upili ya Thika. Kifo cha mvulana huyo wa gredi ya 10 kimeibua maswali kuhusu usalama shuleni, huku polisi wakianza uchunguzi kuhusu kilichosababisha kifo cha mtoto huyo. Wingu la simanzi lilitanda katika hifadhi ya maiti ya General Kago huko Thika, kaunti ya Kiambu. Familia ya mvulana huyo miaka 16 wa gredi ya 10 katika shule ya upili ya Thika ikiomboleza kifo hicho cha ghafla cha mwana wao. Hatujajua chanzo ya vita ilianzia vipi na kifo ya mtoto ilipatikana kwa njia gani. Kwa hivyo ilikuwa ni shock kwa mama kusikia ya kwamba mtoto wake unampata kwenye kitanda ya kubeba maiti na hujui chanzo kilichotokea. Ikidaiwa kuwa kulitokea mvutano kati ya mwenda zake na mwenzake kufuatia mzozo kuhusu maombi. And when they were planning to pray, two boys disagreed. A boy by the name Mohammed Herad and another boy called Eric Kimani. The differences caused a fight between the two of them. And within 5 minutes, when they were fighting, Mohammed fell down. Mvutano huo ukizua vurumai lililosababisha mwenda zake kupata majeraha mabaya. Naibu mwalimu mkuu akilazimika kupigia simu familia ya marehemu usiku akiwafahamisha yaliyojiri na kwamba walihitajika kufika shuleni haraka. Walipofika shuleni walipewa taarifa za huzuni. Nikamuuliza swali moja. Is my son alive or dead? Sitaki kujua ni nini nimemtendeka ama ni nini maifanywa. Is he alive or ashaga? Hakunijibu. DPT akakata simu. Mimi nikafika. Kufika hapa nikapata kijanangu. Alikuwa amelazwa kwa kitanda kingine hapo kona. Hawakumfunika. He was just there restless. Licha ya juhudi za kliniki ya shule kumpa mvulana huyo huduma za dharura, hali yake ilizorota na kubidi apelekwe katika hospitali ya Thika Level 5 ambako ilithibitishwa ameaga dunia. Mohammed, when he was rushed to the dispensary, the clinic officer, the school clinic officer, attended to him and organized with the deputy principal administration to rush him to Thika Level 5 hospital, where he was taken, and while he was being treated at Thika Level 5, he was pronounced dead. Na tunaongoja matokeo ya postmortem ndio tujue chanzo na sababu ya mtoto wetu kufariki. Lawama naelekeza kwa shule kwa sababu shule yenyewe ingelikuwa imeon that responsibility. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Julius Moraya amesema kwamba watashirikiana na polisi katika uchunguzi, huku familia ikililia haki kwa jamaa yao. Tayari mwanafunzi aliyehusika katika mvutano huo anazuiliwa katika kituo cha polisi, huku wenzake wakitarajiwa kuandikisha taarifa.